akarudiwa mara kwa mara. Sasa tuone hayo maagano yako ya aina gani? Yako yapi? Ni ya namna gani? Pendo, maagano yako ya aina mbalimbali. Aina ya kwanza ni maagano yanayohusu Mungu, yanayohusisha Mungu, maagano ya kimungu ambayo mimi naweza kuweka agano na Mungu, ama wewe ukaweka agano na Mungu wako. Kama tulivyoona Nuhu anaweka agano na Mungu, tulivyoona Ibrahimu anaweka agano na Mungu, na wewe unaweza kuweka agano na Mungu na Mungu ataliheshimu agano lako. Agano la kimungu linamhusisha Mungu mwenyewe. Mungu na mwanadamu, mtu yeyote aliyeokoka, aliyempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anayo nafasi ya kuweka agano na Mungu kwenye jambo lolote atakalopenda kumkomiti Mungu washiriki. Unaweza kuweka agano wewe kwa watoto wako, ukasema Mungu, hawa ni wanangu, lakini kuanzia leo najua Mungu nawalinda, lakini naweka makubaliano na wewe juu ya familia yangu, juu ya kizazi changu. Kuanzia leo mimi kila siku au kila mwezi nitatoa kiasi kadhaa, ili Mungu na wewe usike kwenye kulinda watoto wangu. Kwa sababu weka maagano na Mungu kwa kizazi chako, Mungu atahusika, atawalinda tu. Utashangaa mtu mwingine hatokei wapi anakuja kumwathiri mtoto wako, anayekuja kumsaidia wana wamjui. Kuna mama mmoja alikuwa kulea na Mungu, mtoto wake akapotea, akapandishwa basi, akaenda mbali, lakini cha ajabu anaposhuka anakutana na mtu anamgona kuisha nyumbani kwao, kwa sababu ameweka agano na Mungu, na Mungu anahusika. Jicho la Mungu linakuwa pale. Unaweza kuweka agano lako na Mungu kwenye biashara yako, ukasema Mungu, hii biashara uhusike, uilinde wewe, ulete wateja wewe, uiongeze, uikuze, izae matawi na matawi. Lakini na mimi kuanzia leo, kila mwisho wa mwezi nitatoa 20,000 kwa ajili ya hili agano langu na wewe. Hiyo ni nje ya sadaka yako, hiyo ni nje ya zaka, ili ya agano. Unafanya hivyo wakati wowote, umepata hujapata, unatenda na Mungu anahusika. Utashangaa maduka mengine yanaungua, hapo kufika hapo moto unazima. Wanakuja wezi, watafuta maduka mengine, wakija kwako ndio watafukuzwa, kwa sababu una agano na kwako na Mungu anahusika. Unaweza kuweka agano kwa chochote ambacho unasimama, unataka Mungu asimame kiukamilifu kwenye hilo. Asimame kwa makubaliano ya kwako na yeye, na Mungu ni mwaminifu, analiangalia agano siku zote kulilinda. Kwa sababu kila upande una wajibu. Wewe ukiendelea kutoa yale makubaliano kama mlivyokubaliana na Mungu, bila kupoteza hata nukta moja, umetimiza sehemu ya kwako. Na Mungu vile vile atasimama kutimiza sehemu ya kwake vile vile kama ulivyofanya. Kila upande una nafasi, una sehemu, una masharti, una mambo ya kutekeleza, ili maagano yaendelee kuonekana. Sio hilo tu, kama hujatekeleza, yeye ambaye ameshindwa ndiye anapata madhara. Ukiweka agano na Mungu, ujue usipoyatimiza una nafasi ya kupata changamoto, una nafasi ya kupata shida, kwa sababu hukutimiza sehemu yako. Pendo, kuna mtu mmoja alikuwa ameweka agano na Mungu kwamba Mungu, mimi sitaki nikose ibada, sitaki nichelewe kwenye ibada. Anajitahidi ibada kila siku ile kwa kwanza pale kanisani. Akiamka anawaza kanisani. Kama amechelewa
Hakuna si kusubiri chai, unasubiri mbe, asema nyie mtanikuta kwa sababu nina makubaliano na Mungu ya kuwa ibadani kwa wa kwanza kanisani. Nimekunywa chai, sijanywa chai, pote ni mbali. Lakini nisimamie agano langu na Mungu. Watu ambao wanajua siri ya maagano. Na wewe una nafasi ya kufanya agano na Mungu leo. Unayo nafasi ya kumfanya Mungu ahusike kwa njia ya maagano kwenye jambo lolote ambalo unataka Mungu akutendee. Iwe ni afya, chochote kile ambacho unataka Mungu ahusike. Wewe ni kumwambia, ukaweka makubaliano na Jehova, na yeye Mungu siku zote ni mwaminifu. Utashangaa atakavyohusika katika hilo. Mpaka watu wanauliza, yule dada ana nini? Unajua ni agano na Mungu pekee yake, kwa siri yao na Bwana. Hilo ni agano la kimungu. Pendo, wakati wote agano la kiroho, sadaka inahusika. Tukasema nimeweka makubaliano na Mungu kwa maneno. Hakuna aliyefanya hivyo. Lazima sadaka ihusike. Sadaka ihusike. Na ukishatoa sadaka, ukosa kwenye agano na Mungu anahusika. Kusoma Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa dhabihu. Waliofanya agano na mimi kwa dhabihu. Hawakwenda mikono mitupu. Sababu Mungu tunakubaliana ufanye hiki na hiki, akatoka akaisha. Hapana, waliofanya agano na mimi kwa dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Sasa nikusawalete hao maone, nishughulike nao. Kwa Mungu anaangalia sana hilo. Kupendwa, kila anayeshika agano la Mungu anayo nafasi ya kubarikiwa sawa sawa na lile agano. Anayo nafasi ya kufanikiwa vile vile kama agano lao walioliweka na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu siku zote mwaminifu, yeye hapungukiwi. Wanadamu anaweza akashindwa kutimiza, lakini Mungu siku zote yeye ni mkamilifu, hapungukiwi. Si Jumatatu, si Jumamosi, si mwanzo wa mwezi, mwisho wa mwezi. Hapana, yeye wakati wote kila kitu kiko furu. Zaburi 23 mstari wa 10 anasema, njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwao walishikao agano lake na ushuhuda wake. Kwao wao walishikao agano lake na ushuhuda. Njia zake ni thabiti, hazina mapungufu, zimenyoka. Ukitaka ubarikiwe kwenye agano, lishike, ulitunze, ulitimize kama Bwana Mungu atajitokeza kwako, atakusaidia. Agano kwa Bwana, unaenda mbali na watoto wangu na wajukuu zangu. Ingawa tumekorofishana, tumebishana kwa sababu moja ama nyingine, lakini tunakubaliana leo. Watoto wangu unaenda nao, usije ukawadhuru, usije ukawataabisha, usije ukawapa shida. Waishi vizuri kama walikuwa kwao. Sio tu pamoja, kwa sababu tumekorofishana hapa, tunakubaliana kwamba kuanzia leo hakuna atakayemdhuru mwenzake. Mimi sitakuja kudhuru na wewe utakuja kwangu kudhuru. Hiyo nakubaliana ya Bwana na wake yako. Au mwanadamu kuna wewe unaweza kufanya agano na mtu yote kama utakavyoona inafaa kwenye jambo lolote. Eneo la tatu ni agano kati ya mwanadamu na shetani. Ili ndio agano ambalo ni hatari kwenye maisha yetu. Mwanadamu anaweza kufanya agano na shetani juu ya jambo fulani kama utajiri, kama ulinzi na kadhalika, lakini anatumia wakala wake, wakala wa Ibilisi, ni nguvu za giza. Pendo, zipo huduma nyingi kwenye macho zinaonekana
ni za kimungu, zinaonekana ni nzuri, zinaonekana zina mafanikio, lakini ukienda ndani yake zina maagano ya kishetani kwa asilimia mia. Wanataja Yesu imekuwa jambo jepesi siku hizi. Tuona Mungu karo wa Ibilisi anatumia neno Yesu mara moja ili watu wamwamini. Kumbe ameweka maagano na shetani. Unaowasikia wanafanya mambo ya vituko, na sisi wanadamu kwa sababu tunapenda urahisi au tunapenda yale ya mteremko, yale mepesi, hatutaki kuhangaika sana, hatutaki kujishughulisha sana, na sisi tunapelekwa na upendo. Utaki kutafakari ili kweli kuna Mungu. Ataanza mahubiri yake mpaka anamaliza hajataja kwa jina la Yesu, na wewe upo unamwita nabii. Hilo jina lisikutishe, lilikuwepo tangu nyakati zile. Ni Mungu aliyebuni majina, lakini shetani naye anatumia kivuli hicho cha unabii, cha utume, cha uongozi mbalimbali wa kidini, anajivalisha koti. Anakuwa ni chui, anavaa ngozi ya kondoo. Unashindwa kwa sababu sisi tunataka mambo ya haraka, mambo malaini, hatutaki kusumbuka. Tunasema hapo tumefika. Lazima uwe mwangalifu. Wako watu wanafanya huduma hizo kwa maagano. Alikuwa mtu mmoja walimfuta Tanzania hapa. Kwa hiyo alikuwa Dar es Salaam, mtu kiboko ya majini. Anafanya vituko, lakini watu wapo. Mpaka serikali ikashtuka kwamba kweli hapa hakuna Mungu, ikamfukuza. Lakini bado wanadamu, bado washirika wanasema mmefukuza mtumishi wa Mungu, mrudishe mtumishi wa Mungu. Mpaka serikali ikagundua kwamba kweli hapa hakuna Mungu. Vituko vilivyoko pale, huyu hapana, afutwe kibali na uondoke. Lakini wanadamu wanalamika kwa sababu hana macho ya kuona. Wanataka mambo mepesi, mambo malaini. Hataki hata kutafakari kuuliza neno hapana. Mahubiri anaanza mpaka mwisho, anauliza kumaliza mwezi, hajataja Yesu, anajitaja yeye, anajitukuza yeye. Hapo pendwa, shtuka, hakuna Mungu. Sio tu wako wafanya biashara wengi wana maagano na shetani ili awapatie utajiri, na hakuna masharti yake. Anakuwa ni tajiri, lakini atembea peku atakayekuvaa kiatu ni tajiri. Anakuwa ni tajiri, anatoa masharti asilale kitandani kwa malale chini. Ndio masharti, ndio maagano aliyokubaliana, ndio masharti ya makubaliano yao. Kwa ishara za maagano ni hayo masharti anayopewa ayatekeleze. Kwenye ulinzi, ili watoto wake walindwe, ili yeye alindwe. Miaka fulani nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa na jambazi mmoja anaiba, ameweza ilizi, anakuja kwako, anaiba, anaondoka, umelala, una habari, asubuhi ndio unashangaa umeibiwa. Hata polisi hawapati. Huyo jamaa ana maagano na shetani.